Baada ya kumshukuru Allah tabaraka taala na pia kumtakia ziada ya rahma na amani Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hivi leo tutakuwa na darsa ya malezi yenye anwani akhlaqu wa tarbiyat al-usrati al-muslima. Akhlaqu wa tarbiyat usrati al-muslima, tabia njema na malezi ya familia ya Kiislamu. Leo tutakuwa na mada tabia njema na malezi ya familia ya Kiislamu. Alhamdulillah, tamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuafikisha katika kipindi hiki cha leo kuweza kuwa nanyi hapa katika kuongelea malezi ya watoto wetu. Malezi ya watoto wetu ni miongoni mwa majambo ambayo ni miongoni mwa mambo ambayo ya lazima kwa kila mwanadamu Muislamu awe anasimamia malezi ya watoto wake, kwa sababu yeye ndiyo wa mwanzo kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala siku ya Kiyama. Kwa hiyo kutokana na umuhimu huo, tukaona basi tumzungumzie huyu mwanadamu, tumzungumzie huyu mlezi, tumzungumzie huyu mzazi, jinsi gani anaweza akawa analea familia yake kwa mujibu wa Uislamu, kwa mujibu wa akhlaqi, kwa mujibu wa tabia njema za mila na desturi za Waislamu. Na kufanya hivyo ni jambo la msingi sana, tena ni jambo lenye mbolea. Ndugu zangu wapendwa, kwenye mada hii adhimu, ni miongoni mwa mada ambazo tunatakiwa sisi kama walinganiaji tuwe tunazizungumza mada hizi mara kwa mara, ili mradi faida ipatikaniwe. Akhlaq wa tarbiyat al-usra al-muslim. Akhlaq, tabia njema na kulea familia ya Kiislamu. Hakika familia ya Kiislamu ni msingi mkubwa, ndio unaotengeneza jamii. Familia hiyo imetengenezeka jamii, na pindi ikiharibika malezi, basi jamii inakuwa imeharibika. Na kwa msingi huu Uislamu umeipa umuhimu sana swala zima la malezi. Uislamu umeipa umuhimu mkubwa zaidi swala zima la malezi. Familia imepewa umuhimu mkubwa wa kusimamia malezi ya familia zao, malezi ya watoto wao. Na kutokana na umuhimu huo, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu, ndani ya surati An-Nahl, Allah tabaraka wa ta'ala amesema kwamba wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, na Allah mtukufu amewajalia nyie, amewaumbia nyie kutokana na nafsi zenu wake, kutokana na nafsi zenu amejalia kutokana na wake hao kunapatikaniwa
watoto, kunapatikaniwa vijukuu. Kwa hiyo kama tuna familia kutoka kwa wake zetu, tunapata watoto, tunapata vijukuu, maana yake sisi ambao tumesababisha kupatikaniwa kwao tuna umuhimu na ulazima wa kuweza kuziangalia familia hizo, na familia hizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامة thumma la tusaluna yawmaidhin anin naim, kisha mtaulizwa siku ya kiyama kuhusiana na neema hizo. Na ndivyo pia ilivyokuja hadithi ya Abdullah bin Umar ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ninyi nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa vile ambavyo mlivyo vichunga. Kwa hiyo kwa sisi tumesababisha kupatikana watoto hapa duniani kutoka kwa wake zetu, na tumesababisha kutoka kwa watoto wetu kupata hivyo vijukuu, basi tujue fika kwamba tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mageni tuliowalea na kuwachunga na kuangalia familia zetu hizo, watoto wetu hao, vijukuu vyetu hivyo. Ndugu zangu, lakini pia vile vile al-usratu hiya al-madrasatu al-ula, familia, ukoo, jamaa, nyumbani ndiyo papatikaniwa madrasa ya kwanza ambayo watoto, vijukuu vinasoma kupitia familia hiyo, kupitia udugu huo, kupitia koo huo. Fiha, kwenye hiyo usra, yataalamu al-abna'u, watoto wanajifundisha al-aqida wal akhlaq, wanajifundisha tauhidi na tabia njema. Watoto wanatakiwa, jambo la kwanza kabisa ambalo wanapaswa kujifunza, wawe wanajifunza akhlaq, wawe wanajifunza tabia njema, wawe wanajifunza aqida, wawe wanajifunza tauhidi ya kumjua Allah tabaraka wa taala. Na hili ni jambo la msingi sana na la umuhimu kwa kila familia iweze kuwafundisha familia zao, watoto wao. Jambo la kwanza kabisa kufundisha ni aqida, tauhidi. Hadithi nyingi zimekuja, maelezo mengi yamekuja. Miongoni mwa hadithi zilizokuja ni hadithi maarufu ile ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza nayo kumfundisha sahaba mmoja, alimfundisha imani. Alimchukua sahaba mmoja akampakia baada ya kumalizika kwa swala taban, akamchukua akasema, ya ghulam, we kijana, we mtoto, inni uallimuka kalimatun at-tarbiyatu sahiha tabda bi ta'limi al-abna'i al-iman billah. Malezi sahihi yanaanza kumfundisha mtoto imani ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawdih mafhumi at-tauhidi, na kumwekea wazi ile ufahamu wa tauhidi ndio nini. Jambo la kwanza la msingi la malezi katika familia na watoto wa vijukuu, afundishe kwanza tauhidi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukua kijana akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nitakufundisha maneno yenyewe ni haya: ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Mwenyezi Mungu, Allah naye atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Mwenyezi Mungu, utamkuta yuko mbele yako. Hadithi ni ndefu, rawahu at-Tirmidhi. Kwa taalimu al-abna asma'illahi wa sifati, kuwafundisha watoto majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, na wa gharsu hubbillahi wa rasuli, na kuweka pale kwa mtoto katika malezi ya kumpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika moyo wake,
ni katika mambo ya msingi sana. Wakiwa wadogo lazima tuwafundishe tauhidi, tuwafundishe Qur'ani, tuwafundishe hadithi, lakini pia tuwafundishe kumpenda Allah na pia kumpenda Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili, tuwafundishe Qur'ani, kwa sababu hadithi zimekuja zikisema kwamba kama ile hadithi ya Uthman bin Affan iliyosema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu yule ambaye amesomesha Qur'ani, amesoma Qur'ani naye akaisomesha. Khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana, ni yule aliyesoma Qur'ani, wa 'allama, naye kisha akaisomesha. Kwa hiyo tutamfundisha Qur'ani, tutamfundisha tauhidi, tutamfundisha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo lingine ambalo tu katika malezi natakiwa tuwafundishe watoto swala zima la swala. Tuwafundishe swala zima la swala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuatii wazazi bado wakiwa katika umri mdogo. Na imekuja wasia wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa walezi na wazazi, wakiamrishwa hivi kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abu Daud pale ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema murru auladakum bisalati li7, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7, wadhribuhum alaiha wadhribuhum alaiha, na pigeni watoto hao kwa ajili ya kuacha hiyo swala, li10, wanapokuwa katika umri wa miaka 10. Kwa hiyo tukiwa na watoto wa vijukuu wakiwa na umri wa miaka 7, tunafanyaje? Tunawafundisha kuswali, tunawaamrisha kuswali. Wakigoma kufikia umri wa miaka 10, sasa tunaanza kuchukua uchapo, bakora, tunawachapa. Kwa hiyo utakuta katika mazingira kama haya ni wajibu kabisa, ni lazima kabisa taalimu salati bi usulubin murihin wa muhabbibin, kwa kuwafundisha watoto kwa usulubi uliokuwepo murih wa raha, uliokuwepo mzuri, lakini pia vile wenye kupendeza. Kwa sababu gani? Ukifanya hivi utakuwa unamtengenezea mtoto tabia zilizokuwa njema mapema. Lakini pia vile usiache kitu kingine, ma tashjii at-tifli ala al-iltizami bil ibadati. Lazima umshajiishe mtoto wako juu ya kujilazimisha katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kumshajiisha katika ibada kama vile mithlu saum, ibada ya funga, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, dhikri za asubuhi na jioni. Lazima mtoto wako umfundishe, umwelekeze, umzoeshe akiwa mapema. Sasa anasema samaki mkunja angali mbichi, akishakauka hata kunjika. Wallahu aalam. Haya ufupi ndio miongoni mwa darasa letu la kwanza leo, kulielezea jinsi gani tunaweza tukalea watoto katika maadili yaliyokuwa mema ya Uislamu. Na haya ndio mambo ambayo ya kwanza nayo kwa watoto wetu, ndio mambo ambayo kwanza nayo kwa vijukuu vyetu. Wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi ala tamam wal kamal.